Nimevutiwa na kauli mbiu ya kongamano hili ambayo imesema kuongeza ukuzaji wa rasilimali za ndani kupitia kustawisha fursa za wananchi. Kauli mbiu hii kwa kweli natutaka tutafakari na kupendekeza hatua madhubuti za kuzilea sekta za ndani, sekta za biashara, sekta za huduma, lakini pia sekta za uzalishaji. Na lengo ni ziweze kutoa mchango zaidi katika mapato ya serikali. Lakini pia kauli mbiu hii inaakisi mwenendo wa sera ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-26 ambao ni kuendelea kuboresha mazingira ya biashara ili kuchochea uwekezaji, kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na mapato na kuchochea maendeleo endelevu. Bado hali ya ulipaji kodi nchini inakabiliwa na changamoto mbalimbali, hali inayopelekea ukuaji mdogo wa makusanyo ya ndani. Kwa mfano, uwiano wa mapato kwa pato la taifa umekuwa ukiongezeka kwa kasi ndogo katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili kutoka 12% mwaka 2001-2002 hadi 14.9% mwaka 2024-25. Kiwango hiki ni cha chini ikilinganishwa na wastani wa 18.6% kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kadhalika ni chini ya wastani wa nchi rika zenye uchumi wa kipato cha kati kama Botswana ambao wao wana mapato yao ya ndani ni 28.8% ya pato la taifa. Kenya ni 18%, Ghana 17.2%, Zambia 21% na Mauritius 25.6%. Kwa sisi tuko chini. Katika kipindi cha kutoka mwaka 2018-19 mpaka mwaka 2023-24, ufanisi kwa maana ya makusanyo halisi ikilinganishwa na malengo ya ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi nao umeshuka kutoka 126% hadi 74%, na sehemu kubwa ya halmashauri zetu zimeshindwa kusimamia na kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato yaliyowekwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, maelezo niliyoyatoa hivi punde yanaonesha hitaji kubwa la kufanya maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za uwekezaji na biashara ili kufikia viwango stahili vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hivyo kongamano hili halina budi kufanya tafakuri ya kina na kuainisha maboresho yanayohitajika kisera, kisheria, kikanuni na hata kiutaratibu ili kuwezesha uwekezaji na biashara na hivyo kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kikodi na ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani, mapato ya kodi na yasiyo ya kodi. Sasa pamoja na hatua za kisera, kisheria na kitaratibu zilizochukuliwa na serikali, bado kuna vikwazo kadhaa vya kimsingi vinavyojumuisha udhaifu katika utawala bora wa kikodi, wigo wa walipa kodi. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa kongamano hili kutoa mchango wa mawazo ambayo yatasaidia mambo kadhaa. Kwanza, kuboresha na kuimarisha zaidi utawala bora katika mfumo wa kodi. Lakini pili, kutanua wigo wa kodi na hasa katika sekta ambazo kwa sasa zina mchango mdogo kama vile sekta ya kilimo na sekta isiyo rasmi. Kwa mfano, ni dhahiri wafugaji wapo wengi ambao wana idadi kubwa ya mifugo, ng'ombe, mbuzi na kadhalika.
lakini hawalipi kodi kabisa, isipokuwa ushuru mdogo wa machinjio au usafirishaji wa mifugo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni wote ambao watapata fursa ya kuchangia, basi wachangie, kwa sababu maoni yatakayokuwa yametolewa hapa ndiyo yatajenga msingi wa kuweza kuandaa sera ya kodi na hatimaye kuweza vile vile kutengeneza sheria ya fedha kwa ajili ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika forum zetu zilizopita mambo mbalimbali yamekuwa yakizungumzwa, na mambo mengi Mheshimiwa mgeni rasmi tumeyafanyia kazi katika serikali. Kwa mfano, katika mwaka 2024-2025 pamoja na mambo mengine, maoni ambayo yalitolewa yameweza kutekelezwa kupitia sheria ya fedha, na mambo hayo ni pamoja na kusamehe VAT kwenye vifaa pamoja na mitambo ya kuchakata na kuhifadhi mazao ya nyuki, na kusamehe vile vile VAT kwenye chai inayotengenezwa ndani ya nchi, yani local blended tea. Lakini vile vile tumeweza kuweka sheria ya kutoza VAT kwa kiwango cha 0% kwenye madini ya dhahabu yatakayouzwa kwa viwanda vya kusafisha madini ya dhahabu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumetoa nafuu ya kutolipa kodi ya mapato mbadala, yani alternative minimum tax, kwenye kampuni zinazochakata mazao ya chai. Lakini Mheshimiwa, tumepunguza ushuru wa bidhaa kutoka shilingi 63.80 hadi shilingi 56 kwa lita ya maji ya kunywa yaliyosindikwa. Vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeongeza ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ambazo zinaingizwa nchini ili kuweza kulinda viwanda vya ndani.